kufanya kile kilicho bora. Jina kamili ni Peter Shalulile, wataalamu wa mambo hupenda kumuita Shashaman kwa maana ya Shalulile, miongoni mwa mastreka hatari sana na gumzo sana nchini Tanzania kwa sasa, kwa sababu tu amesajiliwa na wananchi Yanga. Lakini tuanze kumwangalia Peter Shalulile kitakwimu na kiundani zaidi, ni mchezaji wa aina gani? Shalulile mpaka sasa ana umri wa miaka 32, mzaliwa wa tarehe 23 ya mwezi Oktoba. Ukiangalia ni mchezaji ambaye amekuwa na jina kubwa sana nchini Tanzania. Why amekuwa na jina kubwa? Kwa sababu ya kile ambacho amekuwa akifanya kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns. Ndio timu ambayo imempa ujiko mkubwa wa kuwa maarufu sana barani Afrika kwa sababu ya kazi kubwa ambayo amekuwa akiifanya. Leo hii ukimzungumzia Peter Shalulile miaka mitatu iliyopita, mwaka 2022, amekuwa miongoni mwa wachezaji hatari. Aliwahi kuwa top scorer wa michuano ya CAF, kwa maana ya mchezaji ambaye alifunga mabao mengi kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini msimu miwili hii mitatu, msimu mmoja ambao mpaka Yanga wanamchukua, hajawa bora sana kwenye ile performance ambayo watu wengi wamekuwa wakitarajia. Declan Reynolds ndio amekuwa mchezaji ambaye amekuwa anapendwa sana na mwalimu kwenye kikosi hicho, lakini pia mshambuliaji mwingine Lois jezi nambari 9 kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns ndio ambao amekuwa akitumika. Msimu huu Peter Shalulile amecheza mechi takriban 13 pekee. Mechi 13 amefunga mabao matatu. Amapiano huyu mchezaji ambaye watu wengi wao wanafurahishwa na staili yake ya ushangiliaji, wengi wao wanapenda kuita staili ya Malume. Sasa kama Malume mwaka huu imechezwa mara 3 kwenye mechi 13 alizozicheza, basi kuna kitu ambacho Peter Shalulile msimu huu naamini atakuwa amepelea sana, tofauti na miaka mitatu iliyopita. Kwa Yanga wanapomchukua Shalulile tayari wamechukua namba kubwa, uzoefu wa kutosha kwenye michuano ya klabu bingwa, lakini takwimu zake hazimfevi sana msimu huu kuwa kwenye kikosi kama cha Yanga, ambao Yanga msimu huu wanapigia mahesabu ya kuwa mabingwa wa kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kama sio kuwa mabingwa, basi kufika hatua nusu finali. Kutokufika nusu finali, basi tufike walau robo finali. Shalulile ana uzoefu wa kufika kwenye hizo hatua. Lakini je, Shalulile ni mchezaji ambaye atatupeleka kwenye hizo hatua, kwa maana ya kwamba ana uwezo ule wa kututoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine kama alivyofanya akiwa na timu kama Mamelodi Sundowns? Hilo ndio swali la kujiuliza kwenye kikosi cha wananchi Yanga. Lakini mpaka sasa mimi no doubt ni mchezaji hatari kwenye nafasi zile za wazi, nafasi ambazo magolikipa anakuwa amecheza mpira kwenye maeneo ambayo sio sahihi. Ukitoa kwenye mguu wa Peter Shalulile, ni mchezaji hatari sana. Lakini kumbukwe Yanga walimwacha Prince Dube ambaye msimu uliopita amefunga goli 10 plus kwenye ligi, amefunga goli 10 plus msimu uliopita, yani kwa maana nyuma yake ni mshambuliaji ambaye alikuwa ni hatari. Watu wengi kitu ambacho walikuwa wakijui kwa Prince Dube ni kwamba alikuwa ni miongoni mwa washambuliaji hatari ambao walikuwa wanajua kusimama kwenye maeneo mazuri ya nafasi, lakini alikuwa na changamoto ya kutokutumia nafasi kwa ubora, kwa sababu msimu unaanza, mimi naweza nikasema mchezaji aliyepata nafasi nyingi kwenye kikosi cha Yanga basi ni Prince Dube. Huenda kwenye msimu mpaka unaisha alipata nafasi zaidi ya 30 na, lakini wale na goli 10 na kitu, maana watu walitamani kuona mchezaji anafunga goli kama hizo. Ni kitu ambacho kwenye mpira huwa kuna wakati hakiwezekani. Lakini Peter Shalulile, whatever the case, ni miongoni mwa watu ambao huenda wakaja kutupa kile kilicho bora zaidi katika ufanisi wa ile sanaa ya ufungaji, kwa maana ya utulivu, uzoefu, ukongwe katika kufanya maamuzi. Ndio kitu ambacho Yanga huenda wakanufaika nacho zaidi. Lakini kwa performance ya msimu huu ilikuwa ni miongoni mwa performance ambayo ilikuwa haijitoshelezi kwa mshambuliaji wa kikosi cha wananchi Yanga. Kwa hiyo mpaka hapo naamini kuna kitu ambacho Yanga wanatakiwa kiangalie.